Kwa majina mimi naitwa Greta Joseph Chimuli, mwenyekiti wa CCM kata ya Mwivaro. Siku ya leo tarehe 19 mwezi wa 6 2025 nimepokea utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi 2020 mpaka 2025 kuishia tarehe 30 Juni. Tumeipokea kwenye kamati ya siasa, lakini pia imepokelewa halmashauri kuu. Na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ni nzuri sana ndani ya kata Mwivaro. Kwa sababu kwa historia tangu kuumbwa kwa dunia, Mwivaro haijawahi kuwa na maji kwenye mitaa kama ilivyo sasa. Kwa kweli tunampongeza sana mheshimiwa diwani kwa jitihada zake alizozifanya mpaka ameweza kuifikisha hapa Mwivaro. Na ndio maana hata kero sisi kwetu zimekuwa hakuna. Hata ukiita kwenye mikutano hakuna. Lakini pia amepambana, tumepata uzio shule ya msingi, tumepata uzio kwenye nyumba za walimu ambao unaendelea sasa, lakini tumeweza kupata jengo la upasuaji kituo cha afya, tumeweza kupata madarasa 12 shule ya sekondari Mwivaro, barabara zinapitika wakati wote wa mvua hata wa kiangazi. Yaani jitihada hizi zote zimuendee mheshimiwa diwani kwa kazi yake na usikivu wake. Kwa ajili tumemtuma, tulipata kiongozi sahihi. Tumemtuma akafanya yale yaliyopaswa. Hatuna kero kubwa sana huku Mwivaro kwa sasa, lakini kwa sababu ya utumishi wake uliotukuka. Tumepata muda wa kufanya ziara kwenye miradi. Tumeiona miradi iko vizuri. Mimi naitwa Philemon Molel, ni diwani wa kata ya Mwivaro. Ninafurahi kwamba leo nimefanikiwa. Kwanza tumetembelea miradi yote ya kata ya Mwivaro. Leo tangu asubuhi saa 2 tulikuwa tunatembelea miradi kwa maana ya kamati ya siasa ya kata, lakini kuanzia saa 6 mchana tulikuwa kwenye kikao cha halmashauri kuu. Namshukuru Mungu kwamba nimefanikiwa leo kuwasilisha taarifa ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwenye kata ya Mwivaro kwa kipindi cha miaka 5. Kwa maana ya kuanzia Novemba 2020 mpaka hadi Juni 2025. Na nataka nitumie nafasi hii kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi Mwivaro tumependelewa sana. Ukiangalia miradi tu ya maendeleo tumefanikiwa kupokea kutoka serikali kuu na kutoka mapato ya ndani. Tumefanikiwa kupokea zaidi ya bilioni 2.5. Hiyo ni miradi tu ya maendeleo. Lakini kwenye mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu tumefanikiwa kupokea zaidi ya milioni 532. Na namshukuru Mungu kwamba tumerudisha zaidi ya milioni 406. Kwa hiyo tunaendelea vizuri. Nitumie nafasi hii sasa kueleza wananchi kwa kifupi kwamba ukienda tu shule ya sekondari Mwivaro kwenyewe tu tumepokea zaidi ya bilioni 1.2. Lakini ukienda shule ya msingi Shangarao tumefanya ukarabati wa madarasa 8. Sasa hivi ujenzi wa uzio unaendelea vizuri sana. Ujenzi wa uzio kwenye nyumba za walimu, lakini maandalizi ya umaliziaji wa uzio ule wa eneo la shule na yenyewe maandalizi yanaendelea vizuri. Tumeshapata supplier, sasa hivi tunahangaika kutafuta fundi. Na wakati wowote kwa sababu imeshapandishwa kwenye mfumo, wakati wote tutapata fundi na ile kazi itaendelea. Lakini niwaambie tu ndugu zangu kwamba sisi tumefanikiwa sana kwenye barabara. Tumefanikiwa kwenye barabara kwa maana ya barabara ya Kambia Chupa Chekereni imekarabatiwa na tumejenga mtaro wenye urefu wa karibu kilomita 2. Na sasa hivi hapa tulipo tuna mkandarasi ambaye atajenga mitaro barabara ya Mwivaro Onsea kilomita 2. Na mtaro wenyewe utakuwa na urefu wa mita 500, lakini barabara yote ya kilomita 2 itakarabatiwa, itawekwa vifusi na kuchongwa. Lakini barabara ya kutoka geti la Mora yenye urefu wa kilomita 1.5 na yenyewe itawekwa kifusi, itachongwa na kushindiliwa. Barabara ya Kambia Chupa Relini kilomita 3.5 na yenyewe itawekwa kifusi, itashindiliwa. Mkandarasi sasa hivi yuko site, ameanzia Moshono Kaskazini, anaambaa kuja huku. Kwa hiyo kwenye eneo la barabara, lakini niseme pia kwa maana ya fedha zile za halmashauri, kwa maana ya milioni 4 ambazo tulipatiwa na halmashauri ya jiji la Arusha, tumefanikiwa. Tumeshanunua vifusi zaidi ya 28, tumefikia mashimo kila mahali. Kwa hiyo kazi inaendelea vizuri. Mwivaro ukitoka mashariki kwenda magharibi, ukitoka kusini kwenda kaskazini, kote kunapitika. Labda niseme tu kituo cha afya, pale kituo cha afya tunaendelea vizuri. Sasa hivi tunaendelea na ujenzi wa jengo la upasuaji. Na mradi huko hatua ya umaliziaji tunaendelea vizuri. Nashukuru Mungu pia kwamba sasa hivi tuna madaktari wa kutosha.
na kazi inaendelea vizuri. Pale ukienda usiku na mchana unapata huduma. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuambia wananchi wa Moivaro watumie kituo chao cha afya. Mambo yanaenda vizuri, na kadri ambavyo tutaendelea kutumia ndivyo ambavyo madawa yataendelea kuja. Mimi wakati naingia na sasa wakati anaingia rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan, tuseme ukweli, Moivaro ilikuwa ipitiki. Kulikuwa na maeneo, kwa mfano ukienda Moshono Kaskazini kulikuwa na eneo maarufu kama kwa Marai. Kulikuwa na dimbwi kubwa kabisa paka vyura walikuwa wanaishi kwenye maji. Ukirudi Sekei kwa maeneo fulani wanaita kwa Balozi, karibu na St. Jude Boarding, kulikuwa na vyura wanaishi kwenye maji. Mashimo makubwa. Lakini ulikuwa ukitoka Chekereni kuja Kambia Chupa, katikati hapo barabara ilikuwa imekatika. Lakini ulikuwa huwezi kwenda Oldonyomasi. Barabara ya Oldonyomasi ilikuwa haipitiki kabisa kipindi cha mvua, haipitiki kabisa. Lakini sasa hivi inyeshe mvua iwake jua, unaweza kutoka kusini kwenda kaskazini, kutoka mashariki kwenda magharibi. Kata ya Moivaro inapitika maeneo yote. Hakuna eneo ambalo halipitiki kata ya Moivaro. Kwa hiyo nimshukuru sana Rais Samia. Pia kwenye kipindi hiki tumefanikiwa kujenga vivuko vitatu, na vyote viko hatua ya mwisho. Nimekuta shule ya msingi watoto wakijisikia kwenda relini wanakwenda relini, watu wanakatiza tu. Kila eneo watu walikuwa wanakatiza. Lakini sasa hivi tumeweka uzio mkubwa kabisa wa kisasa. Na sasa hivi tuko hatua ya mwisho, tuko kwenye umaliziaji wa uzio shule ya msingi Shangarao. Matundu ya vyoo, tuna matundu ya vyoo ya kutosha. Na sasa hivi tunajenga matundu 5 ya vyoo kwa ajili ya walimu, kwa sababu tulipojenga uzio kuna matundu ambayo tumeyaacha kwenye eneo la railway, ambayo yalikuwa yamejengwa nje ya eneo la shule, yamejengwa eneo la railway, uzio umeacha nje. Lakini yale matundu ni matundu yale ya zamani, na unajua tuko mjini, walimu wa mjini sio wa kujisaidia kwenye matundu yale, hapana. Tumejenga vyoo vizuri vya kisasa na viko hatua ya mwisho. Lakini niwakumbushe tu kwamba mimi wakati naingia madarakani pia nimekuta kata ya Moivaro kama vile haina ofisi. Maji yalikuwa yakitoka milimani huko yanaingia ofisini, watendaji walikuwa wanakimbia. Sasa hivi jambo la kwanza tumejenga mtaro tukazuia maji yasiingie tena kwenye ile ofisi ya zamani. Lakini jambo la pili tumejenga ofisi nzuri ya kisasa ambayo leo kamati ya siasa imetembelea na imeshuhudia, na sasa hivi iko kwenye hatua za mwisho. Naamini mpaka kesho tunaweza tukaanza, kama tukiamua kutumia kuanzia kesho, maana sasa hivi mafundi wako wanafunga milango. Maana yake mpaka kesho tunaweza tukaanza kutumia. Kata ya Moivaro sisi ilani imetekelezwa kwa zaidi ya 100%. Zaidi ya 100%. Na kwa nini nasema hivi? Mimi nimepokea kata haikuwa na maji kabisa, ilikuwa kama jangwa. Lakini mpaka sasa hivi kata ya Moivaro kwa ujumla ina mabalozi 25. Lakini mpaka sasa hivi hapa tumeshapeleka maji kwa mabalozi 20. Tumepeleka mtandao wa maji kabisa, maji ya mamlaka. Tumebakiza mabalozi 5, na katika hao mashina 5 tunaendelea kuwahudumia kwa kutumia maji ya kwetu na bara ambayo ni maarufu kama maji ya chemchem. Lakini tunaendelea kutumia maji maarufu kama maji ya Maksavela ambayo tunatumia sisi na watu wa Mlangarini kwa kipindi hiki. Lakini kupitia mamlaka ya maji tumeshapata kwenye bajeti ya 25-26 fedha zimeshapatikana. Maana yake tutasogeza tena maji kwenye haya mashina 5. Sasa hivi hapa tunapoongea vijana wako site wanaendelea na kazi ya kuchimba mitaro, na ikifika mwezi wa 7 kuanzia mwanzoni ili haya mashina 5 tutakuwa tumemaliza. Nataka niseme, ndugu waandishi wa habari, naomba niseme Moivaro Rais Samia hadaiwi. Sisi ndo tunadaiwa na Rais Samia, lakini hadaiwi. Yani ameleta mpaka ya ziada.